Sheikh, natoa shukrani kubwa kwa darasa lako zuri. Naam, Mungu akujalie. Naam. Sheikh, swali langu ni kuhusiana na wakina mama. Nikabu sunna au ni faradhi au ni wajibu mwanamke kuvaa nikabu? Naam, salamu alaykum. Kuna jilbab ambayo ni buibui au singalita baibui, buibui ile mdudu baibui. Wengine wanaita abaya kwa lugha tofauti. Ile inaitwa nini? Inaitwa hijab, maana yake kama kitu. Alafu kuna hiyo niqab. Niqab maana yake inamzuilia mwanamke kuonekana sura yake. Hii ndio inaitwa niqab. Chochote kile, hata wanaume wengine wabaya au kwa lengo zuri wanafaa niqab. Mara nyingine kuna zile kofia na wanaonekana macho tu hivi, pia ile pia ni niqab. Hata niqab ni kuficha sura usionekane. Imetokana na naqaba yunaqibu niqab. Naqab maana mtu kizuia kitu kisionekane. Sasa niqab ndio ile tunaona wanawake wengi sana wakivaa, inakuwa inaacha nafasi kwenye macho. Hile katika sheria ya Uislamu sio wajibu, sio wajibu kuivaa, isipokuwa kwenye hali moja tu ndio wajibu. Yule mwanamke akiwa mzuri mno kwamba kila mtu akimwangalia anafitinika, time hiyo ishakuwa tena ni nini? Ni wajibu kuvaa. Lakini ikiwa sura ya kawaida na tuseme mtu mzima, kashakuwa mtu mzima mwacha kawazi, likuli laqitin saqitin laqitin, nasema kila kinachodondoka kina mwokotaji wake. Sasa yuko kwa mzee atapendeza, kuna mwingine anavutiwa naye. Inachotakiwa kwamba asiwe mfitinishaji, ile sura yake isiwe nzuri. Hapo sio wajibu. Ikiwa sura yake nzuri, ni wajibu kufunika ule uso ili asiwafitinishe wanaume ambao wanashughulika na mambo ya kimatamanio, ikawa inapelekea dhambi ya zina. Ama jilbab au tunasema ni hijab, ile ni wajibu kwa kila mwanamke, ni wajibu kwa kila mwanamke, kwa sababu ndio kitu cha stara. Mtume sasa ameambiwa wanawake katika umma wake wafanye hivyo ili waweze kuhifadhika na uchafu. Ya ayuha nabii qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain takana Allahu ghafurur rahim. So mtume sana anaambiwa na Mwenyezi Mungu, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, waambie wake zako na waambie watoto wako wa kike na wanawake wote waumini kiujumla, yudnin, manake waziteremshe zile jalabibihin na stara zao. Yudnin pale maulama wamefasiri namna mbili, kwamba kufunika mwili katika namna hauonyeshi shape. Sio kama leo jilbab zetu zinaonyesha shape, yani mwanamke anaweza akavaa buibui lakini ile figa yake yote inaonekana, na ule ndio uzuri unaokusudiwa kwa ufunikwe, kwa sababu mara nyingine mtu anatamaniwa kutokana na ile figa, sio saa nyingine hataje muona sura ni na hasa watu wa Kibantu mara nyingine mambo ya sura na nywele kinile figa inababaisha. Hiyo nimefanya observation hiyo yani. Kwa hiyo hata Uislamu umeliangalia hilo kwa kina. Kwa hiyo haitakiwi mwanamke avae nguo ambayo itamdhihirisha maungo yake, isipokuwa kwa sehemu za dharura, inda mihna. Katika mihna, mfano kazi au yuko nyumbani kwake, anaweza akavaa nguo ambazo zinadhihirisha maungo yake, na kuna tafsiri ndefu ya jambo hilo. Lakini niqab kama alivyoulizia mzee wetu pale, niqab si wajibu, kwa sababu mwili wa mwanamke wote ni aura, ni utupu au ni uchi, isipokuwa alwajhi walkaffain, na vitanga viwili. Hii ni mambo tu ya kimaendeleo ndio imekuja kumfanya mwanamke asiheshimike, yani awe mutakashifa, awe ni kujifunua funua. Lakini Uislamu unamtunza au muhifadhi kwa maana kwamba ajistiri
mwili wake mzima asionekane isipokuwa uso na vitanga viwili. Sasa uso ikija kudhihirika kwamba ni mzuri zaidi, ndio ile niqab sasa inakuja ni wajibu, lakini niqabu hatuwezi kumfanya adondoke. Ndio ulama wakaruhusu kwa macho kuwa yako wazi yanaonyesha. Wengine wana ihtiyati, wanatengeneza zile vitambaa laini zaidi kwamba anaweza akaona mbele, vinafunika pia mpaka macho. Ndio tumeona baadhi ya nchi wanafanya niqabu za namna hiyo, lakini imeruhusiwa kufunika uso wake, acha macho tu, kwa sababu hile haimjulishi ni nani, haimjulishi kitu gani. Na ndio maana wabaya pia nao wanaitumia niqab. Wale wanaofanya ufuska pia wanaitumia nini? Niqab, kuonekana kama watu wema, kumbe usiku huko wanafanya majambo yao, sasa wasijulikane. Mara nyingine wanatumia hivyo, lakini usunia wa kujifunika niqab upo pale pale, sio wajibu. Usunia wa kujifunika niqab uko pale pale, lakini sio wajibu. Ile wajibu ni kuvaa buibui au bilbabi kama tulivyokuwa tumeeleza. Allahu Ta'ala a'lam.